Katika ulimwengu wa ujasusi na siasa za kimataifa, familia nyingi za viongozi wa kiserikali na wanajeshi wa juu zimejijengea historia ya kuvutia katika historia ya dunia. Lakini hadithi ya Michael Gloss, mtoto wa afisa wa CIA na mstaafu wa jeshi la Marekani, inaonyesha mabadiliko makubwa katika mtindo wa maisha, msimamo wa kisiasa na mwelekeo wa kijeshi. Michael, ambaye alikulia katika familia ya ujasusi na serikali, alikufa akiwa katika makambi ya kivita ya Urusi, na hadithi yake inagusa masuala ya siasa za kimataifa, mashabiki wa vita na mabadiliko ya mtindo wa maisha kutokana na kujitolea kwa ajili ya msimamo wa siasa ya Urusi. Hii ni hadithi ya kijana aliyeacha CIA Bloodlines na kujiunga na vita vya Ukraine kwa upande wa Urusi. Michael Gloss alizaliwa katika familia inayohusiana na ujasusi wa Marekani. Mama yake, Julian Galina, ni afisa wa CIA na baba yake, Larry Gloss, ni mstaafu wa jeshi la Marekani. Kwa hivyo, Michael alikulia katika ulimwengu wa usalama na siasa za kijasusi, na familia yake ilikuwa na maadili ya kulinda maslahi ya Marekani na dunia kwa ujumla. Licha ya asili yake ya familia ya ujasusi, Michael alijikuta akielekea upande mwingine wa vita vya kimataifa. Hadithi ya Michael ni ya kipekee kutokana na mabadiliko ya msimamo wake wa kisiasa. Michael alikuwa na maoni tofauti kuhusu sera za Marekani na alisikitika na hali ya siasa za Marekani. Hii ilimfanya apende kujiunga na Urusi, nchi inayopigana na Marekani katika muktadha wa kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Kwa upande wa Urusi, Michael aliona ulimwengu wa multipolarity ambapo nchi za magharibi hazingatii tena katika mipango ya kimataifa kama vile siasa za Marekani. Michael alielezea kwa wazi hisia zake katika ujumbe wa mtandao wa kijamii akisema, "You all, I'm in Russia," alipojipata katika mji wa Vladikavkaz baada ya kuvuka kutoka Georgia. Hii ilikuwa ni hatua ya ajabu kwa kijana aliyeishi katika familia ya ujasusi wa Marekani, akijitokeza kwa umma kuwa mwandamizi wa siasa za Urusi. Alijivunia kuwa sehemu ya vita vya Ukraine, akielezea kuwa alikuwa na shauku ya kujifunza lugha ya Kirusi, kupata uraia wa Urusi na kuanzisha mradi wa mazingira. Kwa Michael, Urusi ilikuwa ni ardhi ya fursa na mabadiliko ya kisiasa. Mnamo Agosti 13 mwaka 2023, Michael Gloss alituma ujumbe kwenye chat akisema, "You all, I'm in Russia," na akaendelea kuposti picha zake za selfie alizoziweka katika Red Square ya Moscow. Hii ilionyesha kwamba alijiunga na vikosi vya kijeshi vya Urusi kwa hiari. Baada ya kuingia Urusi, jina lake lilionekana katika system ya usajili wa kijeshi ya Urusi mnamo Septemba 5 mwaka 2023, akiwa na lengo la kujiunga na vikosi vya kivita. Kwa kuwa tayari alikuwa na mafunzo ya kijeshi, Michael alilazimika kufuata mchakato wa mafunzo ya kijeshi kwa wiki 2 kabla ya kuhamishwa katika huduma ya kijeshi ya moja kwa moja. Baada ya kujiunga na vikosi vya kijeshi vya Urusi, Michael alituma kwenye vitengo vya shambulio katika Donbas, sehemu yenye vita kali kati ya Urusi na Ukraine. Alikuwa sehemu ya kitengo cha shambulio kilichokuwa na jukumu la kushiriki katika mapigano ya moja kwa moja na majeshi ya Ukraine. Michael aliishi katika mazingira magumu ya vita ambapo aliona baadhi ya wenzake wanakufa na majeraha ya vita. Hata hivyo, aliendelea kuwa shujaa wa upande wa Urusi na alijivunia kufanya kazi hiyo. Desemba mwaka 2023, picha moja ilionyesha Michael akiwa amelala kwenye kitanda cha vita, picha ambayo ilijulikana kwa watu waliokuwepo. Picha hiyo ilielezea hali halisi ya maisha ya kijeshi ambayo aliishi. Hata hivyo, alijua kuwa alikuwa sehemu ya vita inayotishia usalama wa kimataifa na aliendelea kutekeleza majukumu yake kama askari wa Urusi. Michael Gloss alifariki dunia mnamo Aprili 4 mwaka 2024 akiwa kwenye vita vya Donbas. Hali yake ilielezwa katika cheti cha kifo cha Urusi kilichosema kuwa alikufa kutokana na kupoteza damu nyingi wakati akimsaidia rafiki yake aliyejeruhiwa. Hii ni tafsiri ya hadithi ya kijana aliyeacha nyuma mipango ya familia yake na kujiunga na vita katika upande wa Urusi, akijitolea kwa kila alichoamini kuwa ni mapambano dhidi ya mifumo ya magharibi. Katika obituary yake ilielezwa kuwa Michael aliaga dunia akiwa amekufa kwa huzuni huko Ulaya Mashariki, lakini hakuna aliyoeleza waziwazi kwamba alikufa Ukraine. Hii ilifanya familia yake kuwa na maumivu ya kipekee, huku wakijua kuwa mtoto wao aliingia katika vita akiwa na matumaini ya mabadiliko, lakini alikufa katika vita kubwa zinazohusisha maslahi ya kimataifa. Hadithi ya Michael Gloss inadhihirisha mabadiliko makubwa katika mwelekeo wa vijana wa kizazi hiki. Kutoka kwa familia ya CIA hadi vita vya Ukraine, Michael aliweza kutengeneza historia yake mwenyewe
kwa kuchagua upande wa Urusi dhidi ya Marekani. Hadithi hii inafundisha kuhusu mabadiliko ya kisiasa, na mara nyingi mtu anaweza kutoweza kubaki na imani ya familia na badala yake kufanya uchaguzi wake mwenyewe kulingana na mtazamo wake wa dunia. Endelea kusubscribe kwenye Tathmini ya Dunia ili usipitwe na makala nyingi kila zinaporuka katika chaneli hii.